السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, maelezo mengine ya safari ya Tabuk yanayopatikana nitayaeleza leo. Mengine yalikuwa yameelezwa kwenye hutuba zilizopita, kama ambavyo imeshaelezwa ya kwamba baadhi ya wanafiki walikuwa wamekataa kwenda vitani na walikuwa wametengeneza uzuru mbalimbali. Lakini hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina, inapatikana habari za wanafiki namna walivyokuja kutoa uzuru wao, bali hata katika Qurani tukufu pia habari yao imetajwa. Hii ilikuwa ni suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba akirudi Madina kutoka safari, kwanza alikuwa anafika misikitini na kuswali raka mbili za nafali. Hivyo aliporejea kutoka Tabuk, akaingia Madina wakati wa asubuhi na kwanza akasali raka mbili misikitini. Kila akirejea kutoka safari alikuwa anafanya hivyo kama nilivyoeleza. Baada ya kuswali nafali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa misikitini na watu wakaanza kuja kumwona na kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo wale wasioenda pamoja na Mtume kwa sababu ya udhaifu wa imani na unafiki wao pia wakaanza kuja, haswa wanafiki ambao matarajio yao yalikuwa yameshashindikana. Wao kwa lengo la kuepukana na majuto mengine ya ziada wakaanza kula viapo na wakaanza kueleza na kutoa uzuru mbalimbali. Waandishi wa sira wanaandika ya kwamba watu hawa takriban walikuwa 80, lakini sawa na riwaya zingine walikuwa hata zaidi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali uzuru wao walioeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akapokea baiati kutoka kwao na akawaombea dua ya maghfira, na hali ya undani wao akamwachia Allah. Lakini kosa hili la wanafiki lilikuwa halistahiki kusamehewa. Hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa ameshamwambia Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya wahi ya kwamba hawa ni watu najisi ambao Allah hatawaridhia sasa. Hivyo kuhusu watu hawa katika sura At-Toba Mwenyezi Mungu anasema, yataziruna ilaikum iza rajatum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabbana Allahu min akhbarikum wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim liturizu anhum فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
yahlifuna lakum litarzau anhum fain tarzau anhum faina allaha la yarza anil qaumi lfasikin, hivi karibuni watawaleteni uzuru mtakaporudi kwao, sema msitoe uzuru, hatutawaaminini. Hakika allah amekwisha tueleza habari zenu, na karibuni hivi allah ataviangalia vitendo vyenu na mtume wake pia. Kisha mtarudishwa kwa mjuzi wa siri na zwahiri, naye atawaambieni yale mliyokuwa mkiyatenda. Kwa yakini watawaapieni allah mtakaporudi kwao ili mjitenge nao, basi jitengeni nao, bila shaka wao ni najisi na makazi yao ni jahanamu, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyachuma. Wanawaapieni ili muwe razi nao, na kama mkiwarizia basi hakika allah hawi razi na watu wavunjao amri. Katika vita ya Tabuk, wale waliokaa nyuma mwenyezi mungu alionyesha hasira kali juu yao, kama ilivyo wazi kutoka aya hiyo. Akawataja kama mafasiki, akamkataza nabii akram sallallahu alaihi wasallam kuswali jeneza yao na kufanya dua juu ya makaburi yao, na pia akapiga marufuku kwamba siku za usoni hawataruhusiwa kushiriki katika mpango wote wala katika vita. Hivyo mwenyezi mungu anasema, farihal mukhallafuna bimaqadihim khilafa rasulillahi wakarihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillahi waqalu la tanfiru fi lharri qul naru jahannama ashaddu harra qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun falyazhaku qalilan walyabku kathira jazam bima kanu yaksibun fain rajaka allahu ila taifatin minhum fastazanuka lilkhuruji faqul lan takhruju maiya abadan qul lan takhruju maiya abadan walan tuqatilu maiya aduwa innakum razwitum bilqu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu llahu an yu'azzibahum biha fi dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Walifurahi walioachwa nyuma kwa sababu ya kukaa nyuma ya mtume wa allah na kuchukia kufanya juhudi kwa mali zao na nafsi zao katika njia ya allah, na wakasema msiende vitani katika joto. Sema, moto wa jahanamu una joto zaidi. Laiti wangefahamu basi wacheke kidogo na walie sana, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyachuma. Basi allah akikurudisha katika taifa moja miongoni mwao na wakikutaka idhini ya kutoka kwenda vitani, basi sema, nini hamtatoka abadan pamoja nami, wala hamtapigana na maadui pamoja nami. Hakika nyini mlipenda kukaa mara ya kwanza, basi kaeni pamoja na wabaki yao nyuma, wala usimsalie kamwe mmoja wao afapo, wala usisimame kaburini pake. Hakika hao wamemkataa allah na mtume wake,
na wakafa hali ni wavunjao amri, wala zisikuvutie mali zao na watoto wao. Allah anataka tu kuwa azibu kwayo katika dunia, na roho zao zitoke hali wao ni makafiri. Hizi pia ni aya za sura At-Tauba. Waliokaa nyuma katika vita ya Tabuk walikuwa ni watu wa aina nne. Wale wenye bahati njema ambao kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikaa nyuma ili kutekeleza wajibu fulani, kama vile Hazrat Ali na Ibne Maktum na Muhammad bin Maslama na kadhalik. Hawa ni wa aina moja. Aina nyingine ni ya wale waliokuwa wagonjwa na wazaifu. Watu hawa walikuwa watu maskini sana, hawakuwa na uwezo wa kujipatia kipando. Kuhusu hawa Mwenyezi Mungu alisema kwamba watu hawa wana uzuru wa kweli, hivyo Allah amekwisha wasamehe. Bali kama ilivyoelezwa tayari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu watu hawa kwamba kila mahala walikuwa pamoja nasi, yani Allah aliwashirikisha pamoja nasi katika malipo na thawabu. Watu wa aina ya tatu walikuwa wanafiki ambao mwenendo wao umekemewa sana, na katika Qur'ani tukufu amri imeshuka kuhusu adhabu na hasira juu yao. Watu wa aina nne ni wale wasioshiriki kwa sababu ya uzembe tu na wakabaki nyuma. Katika hawa ni maswahaba watatu makhsus ambao ni Hazrat Ka'b bin Malik, Hazrat Murara bin Rabi, Hazrat Hilal bin Umayya. Kuhusu maswahaba hawa watatu aya hii ya Qur'an tukufu ilishuka, wa ala thalathati allazina khulifu hatta iza zaqat alayhimul arsu bima rahubat wa zaqat alayhim anfusuhum wa zannu alla malja'a min allahi illa ilayhi summa taba alayhim liyatubu inna allaha huwa at-tawwabur rahim. Na pia akawaelekea wale watatu walioachwa nyuma, hata ardhi ikawa finyu juu yao licha ya wasaa wake, na nafsi zao zikadhikika na wakazani ya kwamba hapana pa kukimbia Allah isipokuwa kuelekea kwake. Kisha akawaelekea ili wapate kutubu. Hakika Allah ndiye apokeaye toba, mrehemivu. As-salasatu allazina khulifu, yani wale watatu walioachwa nyuma. Maelezo ya kisa chao yameelezwa hivi. Kuna riwaya moja ya Bukhari, Hazrat Ka'b bin Malik anasimulia mwenyewe kisa hiki. Hivyo anasema ya kwamba mimi sikubaki nyuma katika vita yote na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiendea isipokuwa vita ya Tabuk. Ndio katika vita ya Badr pia nilikuwa nimebaki nyuma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakukasirika juu ya mtu yeyote aliyebaki nyuma katika vita ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka kwa lengo la kuzuia msafara wa Quraysh tu, lakini natija yake ikawa hivi kwamba Allah akamkutanisha na maadui, na mimi nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa usiku wa Aqaba. Tulipofungamana na Mtume juu ya kusimama imara katika Islam, na mimi sitaki kwamba badala ya bahati ya usiku ule ningepata taufiki ya kushiriki katika Badr. Yani yeye alikuwa anazani kwamba ahadi ya Uqba na bayat ilikuwa kubwa kuliko hiyo, japo Badr ni maarufu zaidi kwa watu kuliko usiku ule. Na hali yangu ikawa hivi kwamba mimi sikuwa mwenye siha zaidi na mwenye waswa kama nilivyokuwa wakati ule. Anazungumzia tukio la Tabuk, anasema kwamba wakati ule
hali yangu ya kifedha na kiafya ilikuwa nzuri sana kuliko muda ule ambapo mimi nikawa nyuma ya mtume salallahu alaihi wasallam katika vita. Wallahi, kabla ya siku ile sikuwa na ngamia, na katika muda wa vita hii nilikuwa nimeleta ngamia wawili, na mtume salallahu alaihi wasallam akinuia kwenda vitani mbele anaeleza maelezo akiweka katika siri alikuwa anazuhirisha nia ya kwenda sehemu nyingine. Hiyo ilikuwa ni sera ya vita katika zama za mtume. Lakini vita hii ilipotokea, nabii salallahu alaihi wasallam akatoka katika vita hii kwenye msimu wa joto kali, na mbele yake ilikuwa safari ndefu, majangwa na maadui waliokuwa na idadi kubwa sana. mtume salallahu alaihi wasallam akawaelezea waislamu hali halisi ya safari na hakuficha chochote, bali akaeleza kila kitu kwamba tunaenda katika vita hii ili wajiandae kama ilivyo haki ya kujiandaa. mtume akawaambia njia ya kuelekea kwake, na waislamu walikuwa pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam katika idadi kubwa, na hakikuwepo kitabu chochote chenye kuweka hisabu yao. muradi wa kab ulikuwa ni daftari fulani ya kuhisabu data yao kwamba nani amekwenda vitani na nani hakuenda. hatkab alikuwa anasema kwamba hakuwepo mtu yote ambaye angetaka kukaa nyuma isipokuwa angefikiri kwamba kukaa kwake nyuma kutasalia kama siri kwa mtume, japo ilikuwa haikuendikwa katika sehemu fulani. hata hivyo mtu alikuwa hapati wazo kwamba itakuwa siri kwa mtume hadi wahi wa allah ishuke. na mtume salallahu alaihi wasallam alienda kwenye vita hii muda ambapo matunda yalikuwa yameiva na vivuli vilikuwa vizito. mtume alianza maandalizi ya safari na waislamu pia wakaanza pamoja naye. mimi nilikuwa naenda asubuhi, hapo anaeleza hali yake, anasema nilikuwa naenda asubuhi ili nijiandae kwa ajili ya safari. nia yake ilikuwa imara, na nilikuwa narudi bila kufanya chochote. nilikuwa na uzembe, nilikuwa najisemea moyoni kwamba kujiandaa hivyo kesho nitajiandaa. wazo hilo lilikuwa linanichanganya mpaka muda ukafika ambapo watu wakaanza kufanya haraka, na siku moja asubuhi mtume akaondoka na waislam pia wakaondoka pamoja na mtume, na mimi sikuweza kufanya maandalizi yoyote kuhusu safari. nilifikiri kwamba siku moja mbili baada ya kuondoka kwa mtume mimi nitajiandaa na kisha nitaenda kukutana nao. baada ya kuondoka kwa mtume asubuhi ijayo nikaenda kuandaa mzigo, lakini nikarejea na sikufanya chochote. kisha nikaenda siku ijayo na nikarejea na sikufanya chochote, na hali yangu ikawa hivi hadi jeshi likisafiri kwa mwendo kasi likaenda mbele sana. mimi nikaamua kuondoka na kukutana nao njiani. laiti ningefanya hivyo, lakini sikuweza kufanikiwa kwa njia yangu. baada ya kuondoka kwa mtume salallahu alaihi wasallam, nilipokuwa natoka nje kwa watu na kuzunguka hapa na pale, jambo hilo lilikuwa linanihuzunisha. nilikuwa namwona mtu ambaye alikuwa naitwa mnafiki, au nilikuwa nawaona watu waliokuwa wazaifu, na allah alikuwa amekubali uzuru wao. na mtume saa salam pia akanikumbuka alipofika Tabuk. alisema, na wakati ule alikuwa amekaa pamoja na watu, alisema, Kaab yuko wapi? mtu mmoja wa banu salima akasema, ya rasulllah sallallahu salam, yeye shuka zake mbili na tabia yake ya kuona hapa na pale imemzuia, yani labda hakuja kwa sababu ya kibri na ufahari. hat mual bin jabal akisikia hiyo akasema kwa swahaba huyo kwamba jambo hili ni baya ulilosema wewe kuhusu Kaab. wallahi ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, kuhusu Kaab sisi tuna uzoefu mzuri tu. mtume saa salam kwa kusikia hayo akanyamaza. hat Kaab bin malik alikuwa anasema kwamba taarifa hii iliponifikia kwamba mtume anarejea, nikapata wasiwasi na nikaanza kufikiria mambo ya uongo, kwamba kwa jambo gani kesho nisalimike na hasira yake.
nitengeneze uzuru, na pia nikaomba ushauri kutoka watu wangu wa familia. Nilipoambiwa kwamba mtume amefika tayari, mawazo yote ya uongo yakaondoka kutoka moyo wangu, na mimi nikaelewa kwamba sitaweza kujisalimisha na hasira ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jambo lolote lenye uongo. Hivyo nikanuia kusema ukweli, na mtume sallallahu alaihi wasallam akafika. Kila alipokuwa akirejea safarini, kwanza alikuwa anaenda misikitini na kuswali raka 2, kisha alikuwa anakaa kukutana na watu. Alipofanya hivyo, watu waliokaa nyuma wakaja kwake na wakaanza kuomba radhi na kula viapo, na watu hawa walikuwa 80 au zaidi. mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali uzuru wao wa kizwahiri walioeleza, na akachukua baiati kutoka kwao na akawaombea dua ya maghfira, na hali ya moyo wao akamwachia allah. kisha mimi nikaja kwa mtume nikamsalimia. yeye akatabasamu kama anavyotabasamu mtu mwenye hasira. tabasamu ilikuwepo lakini yenye hasira. kisha akasema njoo mbele. mimi nikaja mbele na nikakaa mbele yake. mtume akaniuliza jambo gani lilikuweka nyuma? je, hukununua kipando? nikasema ndio, wallahi unasema sawa. kama ningekaa mbele ya mtu mwingine wa dunia, naona ningesalimika na hasira yake kwa uzuru fulani. nimejaaliwa uzuri wa kueleza mambo, lakini wallahi nimeshajua tayari kama leo nikisema jambo la uongo ambalo unirizie juu yake, hivi karibuni allah atakufanya kukasirika juu yangu, na kama nikieleza jambo la kweli na ukikasirika juu yangu, hapo mimi natarajia mungu atanisamehe. alisema hapana, wallahi sikuwa na uzuru vovote. wallahi mimi sikuwa mwenye siha na wasaa kama nilivyokuwa wakati ule nilipokaa nyuma yako. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumsikia akasema kwamba amesema kweli, inuka na nenda mpaka allah atoe hukumu juu yako. alisema umesema kweli, lakini sasa uende kutoka hapa. sasa allah atatoa hukumu juu yako kwamba utatendewa vipi. mimi nikainuka na kuondoka. baadhi ya watu wa banu salama wakaja nyuma yangu wakaniambia kwamba wallahi hatujui kama umekosea kabla ya leo, na usingeweza kufanya hivi kwamba ungetengeneza uzuru kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali wale waliokaa nyuma wamefanya hivyo. kuomba kwa mtume sallam dua ya maghfira kunge kutosha kusamehewa kwa mazambi yako. wallahi watu hawa wakaendelea kunilaumu tu hadi nikaamua na nia yangu ikabadilika kwamba niende tena kwa mtume na niseme kwamba jingine nililosema lilikuwa la uongo, nitengeneze uzuru mbele ya mtume. kisha nikawauliza waliokuwa wananilaumu kwamba niende nikaombe razi na niweke mbele ya mtume uzuru. nikawauliza kwamba kama kuna mwingine pamoja nami ambaye amekiri na amesema ukweli. wakasema ndio, wapo watu wawili ambao wamesema kama ulivyosema wewe na wamepata majibu yale yale uliyopata wewe. nikasema ni kina nani? wakasema murara bin rabii, amri na hilal bin umaya wakfi. wakaniambia kuhusu watu hawa wawili wema ambao walikuwa wameshashiriki katika vita ya badar, na katika hawa ilikuwa mfano kwangu. watu hawa waliponiambia kuhusu wawili, nikaenda na mtume saa salam akawakataza waislamu kuongea nasi. yaani kisha mimi sikurudi kwa mtume ili kutengeneza uzuru, bali nikaenda nyumbani. mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu kwamba wasiongee pamoja nasi, yaani wale waliokuwa miongoni mwa wale waliokaa nyuma. watu wakaanza kuepukana nasi na ardhi ikawa finyu kwangu. siku ijua ardhi hiyo. tuliishi katika hali hii kwa mausiku 50. waliokuwa wenzangu wakihuzunika wakabaki katika nyumba zao na wakaanza kulia.
mimi nilikuwa kijana kati yao, nilikuwa mwenye kuvumilia zaidi msiba. Nilikuwa natoka nje na kushiriki pamoja na waislamu katika sala na kutembea katika masoko, lakini hakuna mwenye kuongea nami. Na nilikuwa naenda kwa mtume na kumsalimia muda ambapo alikuwa anakaa baada ya swala. Nilikuwa najisemea katika moyo kwamba je, mtume ameharakisha midomo yake ili kunisalimia au la. Nilikuwa namwona na nikiwa karibu yake nilikuwa na swali na nilikuwa namwona kimya kimya, na nilipokuwa na swali mtume alikuwa ananiona na nikielekea kwake alikuwa anageuza uso wake hadi hali ikawa ngumu kwangu, na mimi nikaenda kutoka huko na kufika kupanda juu ya ukuta wa bustani ya Buktada. Huyu alikuwa binamu yangu. Nilienda katika bustani yake na huyu alikuwa mpendo wangu kuliko watu wote. Nilienda kwa kujificha, anasema nikamsalimia, wallahi hakujibu salamu yangu. Nikasema, Abu Qatada, mimi nakuuliza kwa kukupa kiapo cha Allah kwamba je, unajua mimi nampenda Allah na mtume wake? Ye akakaa kimya. Kisha nikamuuliza na nikampa kiapo, lakini akakaa kimya. Nikamuuliza tena na nikampa kiapo. Ye akasema kwamba Allah na mtume wake wanajua vizuri zaidi. Kwa kuona hali hiyo machozi yakatoka kutoka macho yangu. Mimi nikatoka huko na kuja nyumbani. Hatkaba anasema kwamba katika muda huo nilipokuwa natembea kwenye soko la Madina, niliona kwamba kutoka watu wa Syria mtu mmoja amekuja kati ya watu ambao walikuwa wamekuja kuuza bidhaa katika Madina. Alikuwa anauliza kuhusu mimi. Kwa kusikia watu wakaanza kumwambia kwa ishara, ye akaja kwangu na akanikabidhi barua moja kutoka mfalme wa Ghassan, na ndani yake ilikuwa imeandikwa kwamba ama baad, nimepata taarifa ya kwamba wenzako wamekutendea kwa ukali na wamekuacha, na Mwenyezi Mungu hakukuumba katika nyumba yote ambapo iwe mazwila na wewe upotezwe. Wewe uje kukutana nami, nitakuhudumia vizuri. Niliposoma barua yake nikasema kwamba barua hii ni jaribio jingine. Naendelea kupita kwenye jaribio moja, na barua hii nimekabidhiwa kutoka mfalme, pia ni jaribio jingine. Anasema kwamba nikiwa na barua ile nikaenda upande wa tanuru na moto ulikuwa na waka, nikatupa barua ile kwenye moto. Mausiku 40 alipopita, niliona kwamba mjumbe wa mtume ananijia. Ye alisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambia kwamba ujitenge na mke wako. Nikasema kwamba je, nimpatie talaka au nifanye nini? Akasema kwamba ukae mbali naye na usiende karibu yake, na pia mtume amewaambia wenzako wawili ujumbe huo huo. Nikamwambia mke wangu kwamba uende kwa wazazi wako na ukae kwao mpaka Allah atoe hukumu kuhusu swala hilo. Kaaba alikuwa anasema kwamba mke wa Hilal bin Umayya pia alipatiwa amri hiyo hiyo. Hapo mkewe akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, Hilal bin Umayya amezeka sana na hana mtumishi yeyote. Je, utakasirika kama nimtumikie, nipike chakula kwa ajili yake, nifue nguo zake? Mtume akasema, hapana, lakini huyu asikaribie kwako, asije karibu yako, unaweza kumtumikia tu. Alisema, wallahi huyu hapati hamu ya jambo hilo. Wallahi tangu siku ile hadi leo analia tangu swala hilo limetokea kwake. Anasema kwamba baadhi ya jamaa zangu wakaniambia kwamba wewe pia uende kwa mtume na uchukue ruksa kuhusu mke wako kwamba akuhudumie kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam amempatia mke wa Hilal bin Umayya ruksa ya kumtumikia. Nikasema, wallahi mimi sitachukua ruksa ya namna hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi sijui kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atanijibu jibu gani. Mimi ni mtu kijana, huyu alikuwa mzee, mimi ni kijana. Kisha nikabaki mausiku 10 zaidi hadi mausiku 50 yakapata kutimia tangu muda ule ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewakataza watu kuongea nasi. Siku 50 zilipopita, asubuhi ya usiku wa 50 niliposwali alfajiri na nilikuwa kwenye paa ya nyumba yangu, nilikuwa nimeketi katika hali ile ambayo Allah ameitaja,
yaani nilikuwa na hali mbaya sana na ardhi ilikuwa finyu kwangu licha ya kuwa na wasaa wake. Katika muda huo nikasikia sauti ya mnadi ambaye akipanda juu ya mlima wa sala alikuwa na ita kwa sauti ya juu, ewe Ka'b bin Malik, uwe na habari njema. Kwa kusikia hiyo nikaenda kwenye sijda, nikajua kwamba msiba umeniondoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuswali alfajiri alisema kwamba Mwenyezi Mungu ametusamehe na amesamehe makosa yetu. Kwa kusikia hayo watu wote wakaanza kutupatia habari njema, na watu wakaenda kuwapatia habari njema wenzangu wawili, na mtu mmoja akaja kwangu na farasi yake. Mtu mmoja wa kabila Aslam akaja na akapanda juu ya mlima, na sauti yake iliko yenye kufika haraka zaidi kuliko farasi. mmoja akaja na farasi, mwingine akaenda kupanda juu ya mlima na akaanza kutangaza kwa sauti ya juu. Mtu huyo aliponijia, ambaye nilikuwa nimesikia sauti yake, nikampatia mavazi yangu kama zawadi na nikambisha, kwani alikuwa amenipatia habari njema. Anasema wallahi, wakati ule sikuwa na chochote, na mimi nikachukua mawazi kutoka mtu fulani na nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakaanza kunikutana na walikuwa wananipa hongera kwa sababu ya kukubaliwa kwa toba. Walikuwa nasema kwamba ubarikiwe, Mungu amekurehemu na amekubali toba yako. Hata alikuwa nasema kwamba nikafika miskitini, nikaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi na watu wamekaa karibu yake. Hata Talha bin Ubaidullah kwa kuniona akanikimbilia na akanisalimia na akanipa mapongezi. Katika wahajiri hakuna aliyeinuka isipokuwa Talha tu, na jambo hili la Talha sitalisahau kamwe. Kaaba alikuwa anasema kwamba mimi niliposema assalamu alaikum kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, na uso wake ulikuwa unang'aa kwa furaha, kwamba uwe na bishara njema, habari njema ya siku njema sana katika siku zile ambapo mama yako amekuzaa na siku hizi zimepita kwako. Nikasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, bishara hii ni kutoka kwako au ni kutoka kwa Allah? Mtume alisema kwamba hapana, bali ni kutoka kwa Allah. Mtume alipokuwa na furahi, uso wake ulikuwa unanawiri kana kwamba ni kipande cha mwezi, na sisi tulikuwa tunatambua furaha yake. Nilipoketi mbele yake nikasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kukubaliwa kwa toba yangu, mimi natoa mali yangu wakfu ambayo itakuwa sadaka kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume wake. Itakuwa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kutoka mali yako uweke kwa ajili yako vile vile, kwani hiyo ni bora kwako. Nikasema basi naweka sehemu ile iliyopo katika Khaibar. Nikasema ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu amenipatia wokovu kwa sababu ya ukweli, na katika toba yangu pia ni kwamba nitasema ukweli daima dawamu maadamu niko hai. Maadamu nitabaki kuwa hai, kwani wallahi katika Waislamu si mjui yeyote kwamba Allah kwa sababu ya kusema kwake ukweli awe amemjaribu kwa sifa hii kama alivyojaribu mimi. Tangu muda ule ambapo nilimsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio lile, nilipomweleza Mtume, hadi leo sikusema uongo, na mimi natamani kwamba Allah siku za usoni pia maadamu niko hai atanisalimisha. Na Mwenyezi Mungu alishusha wahi juu ya mtume wake. Bila shaka Allah amemwelekea mtume na wahajiri, wahamiaji na waansar waliomfuata yeye katika saa ya ziki, baada ya kukaribia kugeuka mioyo ya baadhi yao, kisha akawaelekea. Kwa yakini yeye kwao ni mpole mrehemevu. Hatkab anasema kwamba wallahi, tangu siku ile ambapo Allah alinijalia mwongozo juu ya Islam, hakunipatia zawadi kubwa zaidi kuliko ile. Nikamweleza mtume kila kitu kweli kweli, na mshukuru Mungu kwamba sikusema uongo, wa ila ningeangamia kama walivyoangamia wale waliosema uongo.
na kaaba alikuwa anasema kwamba hukumu ya sisi watatu iliahirishwa kuliko hukumu ya wale ambao mtume alikuwa amekubali uzuru wao walipokuja kula viapo mbele yake na mtume akapokea baiati yao na akawaombea dua ya maghfira na mtume akaahirisha hukumu yetu hadi allah akaleta hukumu yake hivyo hili ni jambo lile ambalo allah amelieleza kwamba wale watatu yeye akaelekea kwao walioachwa nyuma na mwenyezi mungu amezungumzia habari ya kuachwa nyuma si kutoka vita bali ni kuachwa nyuma katika hukumu ya allah kuliko wale ambao walikuja kula viapo kwa mtume na mtume alikuwa amekubali uzuru wao lakini sisi tulikuwa tumesema ukweli wakati huu kwa kuwa nitazungumzia marehemu watatu na pia nitasalisha jeneza yao hivyo sehemu iliyobaki ambayo muslim maud ameieleza kwa njia yake inshallah siku za usoni nitaeleza katika marehemu mtu wa kwanza ni hafiz muhammad ibrahim abe saheb mbashiri wa jumuiya siku za nyuma akiwa na umri miaka 72 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alikuwa amezaliwa katika eneo moja la chakwal mwaka 67 alifanya bayat juu ya mkono wa khalifulmsi assalis na kuingia katika jamaat marehemu alikuwa kipofu wa kuzaliwa alihifadhi kurani tukufu akiwa kwenye kijiji chake mwaka 67 akapata kiingilio katika jamia na 77 akafaulu mtihani wa shahid na mtihani wa arbi fazil kama mbashiri wa jamaat alipata bahati ya kuitumikia islah urshad muqami na kisha mwalimu wa madrasatul hifz kisha aliwahi kuwa mbashiri katika kijiji kimoja cha faisalabad kwa miaka 2 akatoa huduma nchini indonesia aliwahi kuwa mbashiri katika islah urshad markazia kisha katika daruziafat vile vile na majlis nabina iliyotengenezwa mwaka 2000 yeye aliwahi kuwa katibu wake akapata nafasi ya kutoa huduma katika maktaba wa ukhalifa alijifunza lugha ya braille kuna mwanafunzi mwenzake imdadurrahman sadiki saheb mbashiri wa jamaat nchini bangladesh anasema kwamba tulikuwa tunasoma kwa pamoja katika jamia hamdi rabwa marehemu alikuwa na ubongo mzuri sana baada ya kusoma sehemu ya aya tukimul hafisa kwamba inapatikana wapi hafisa alikuwa anasema mara moja kwamba aya hii inapatikana sehemu fulani ya sura na alipokuwa anafundishwa na walimu hafiz sahab alikuwa nakumbuka vizuri sana khalid msi salis alikuwa anamhurumia sana na kwa sababu yake alikuwa amepata kiingilio katika jamia alikuwa hakusoma katika shule yoyote lakini hata hivyo alisoma vizuri katika jamia akipata shida alikuwa anaenda kwa khalifulmsi assalis na kupata mwongozo wake khalifatulmsi assalis alikuwa anamhurumia sana hafiz saheb hanif mamu saheb pia ameeleza mengi naeleza machache anasema safari moja nilirudi kutoka afrika baada ya miaka 7.5 nikashika mkono wake na sikusema lolote hafiz saheb akatambua mara moja na akasema kwamba umekuja lini yaani baada ya miaka 7.5 kwa kugusa mkono wangu tu akanitambua alikuwa anaamini kwamba hatakosea katika kusikilizisha kwa tukufu na kwa kweli hiyo ilikuwa sahihi kisha hanif saheb anaandika kwamba alikuja hapa kwenye jalsa akakutana nami na akaniambia kwamba mimi nimekuona wakati ule nikasema kwamba kivipi umeniona huwezi kuniona akasema nimekuona kwa jicho la moyo alikuwa na ikhlasi na unyofu sana alikuwa anakumbuka sana kumbukumbu za vitabu vya masihi maud watu wengi wameniandikia kuhusu sifa hiyo
takriban miaka 47 alipata bahati ya kuitumikia jamaati. Alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa. Alikuwa musi, ameacha kwenye familia mke, vijana wawili na mabinti wanne. Mwenyezi Mungu amrehemu, amghofirie na awajalie watoto wake subira na uvumilivu. Marehemu anayefuata ni Sheikh Abubakar George Saheb, mwalimu wa Jamaat Liberia. Siku za nyuma katika umri miaka 70 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na maradhi ya mapafu tangu muda fulani. Miaka 80 alifanya bayat na alikuwa ameingia katika jamaati katika nchi ya Sierra Leone. Alikuwa na wasaa sana upande wa dunia. Baada ya kustafu, Mwenyezi Mungu akatia jaziba ya kuitumikia dini. Katika umri miaka 60 alikuwa anasoma Qurani, lakini sio sana, lakini kisha akaanza kusoma sana na akajifunza namna ya kujifunza Qurani tukufu, na kisha akaamua kwamba atatumikia maisha yake kwa ajili ya dini. Japo hakuwa wakfu zindagi, lakini kwa matendo alionyesha kwamba alikuwa wakfu zindagi wa kweli. Katika huduma ya jamaat na tabligh muda wote alikuwa mstari wa mbele. Alipata masomo ya msingi katika kozi na kisha akafanywa kuwa mwalimu. 2012 aliteuliwa kama mwalimu kwenye mji wake. Katika mji wa Ganta alikuwa na nyumba yake ambayo akajitolea kama wakfu, na katika ua wa nyumba ile akajenga msikiti mdogo na alikuwa anatoa huduma za dini. Alipata bahati ya kuwa mbaligh wa kwanza wa Komba County na akaendelea kuitumikia jamaat hadi kifo chake. Akatoa uwanja wake kwa ajili ya msikiti na mission house, na msikiti na mission house umejengwa tayari juu yake, na pia kulikuwa na uwanja wake mwingine na nyumba yake pia akatoa kwa ajili ya jamaat. Katika maeneo ya Monrovia, marehemu alikuwa kwa mstari wa mbele katika ikhlasi. Japo alikuwa mzee, lakini hata hivyo aliendelea kutembelea maeneo mbalimbali ya kaunti yake, japo njia zilikuwa mbovu sana. Kwa sababu ya juhudi zake za kimahubiri, vijiji vichache vikaingia katika jumuiya. Alikuwa mwenye kuswali, kusoma Qur'an tukufu bila kukosa. Alikuwa anatoa michango bila kukosa. Alikuwa anawajali watu maskini. Alikuwa anashiriki sana katika mipango ya michango. Alikuwa mtu mwema sana mwenye ikhlasi. Alikuwa musi. Juu ya kifo chake, hesabu ya wasia ilipofanywa, mchango wa wasia uliopatikana ulikuwa ni takriban $400 ya Kiliberia. Alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa. Ameacha nyuma wake wawili, vijana watatu na mabinti wawili. Mungu amghofiri na amrehemu na asimamishe sifa hizi kwenye vizazi vyake. Marehemu watatu ni Samina Banu Sahiba ambaye alikuwa mke wa Dr. Fazl Mahmud Banu Sahib wa Liberia. Huyu pia siku za nyuma amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu alikuwa mjukuu wa Maulana Abdurrahim Dad Sahib, sahaba wa Masihi Maud alayhi wassalam. Dad Sahib amewahi kuishi hapa Uingereza kama mbashiri. Marehemu alifanya BA kutoka Rabwa, kisha akafanya MA kutoka chuo cha Lahore. Takriban kwa miaka 35 aliishi katika bara la Afrika pamoja na mume wake na kujitolea sana, na akawa imara kwenye kila hali. Katika kila hatua ya maisha yake akaendelea kutimiza matakwa ya wakfu wake kwa bashasha sana, na akajaribu kuleta upendo na maelewano katika maisha yake ya kindoa. Jamaa zake na shemeji yake moja ameandika kuhusu marehemu kwamba daima alitoa mchango mkubwa ili kutuunganisha kifamilia. Alikuwa anawapenda jamaa sana. Abdul Ghani Jahangir Saheb ni in charge French desk. Anaandika kwa kuwa mume wa Samina Sahiba alitokana na Ufaransa.
alikuwa na uhusiano na jahangir saheb pia alikuwa na uhusiano na mama yake vile vile yani samina sahiba anasema safari moja nilimuuliza marehemu kwamba baada ya dokta saheb kustaafu utapenda kurudi pakistan au mauritius kwani nyumba ya mume wake ni katika mauritius alisema hapana nimekuwa muafrika sipendi pakistan wala mauritius mimi napenda afrika daima nataka kukaa hapa hapa alikuwa amepata umahiri kuhusu lugha ya kifaransa anasema kwamba safari moja mama mkwe wa marehemu aliniambia kwamba samina mimi nampenda sana kwani huyu hana tabia ya kulalamika japo madaktari wanakuwa na hali nzuri lakini saa nyingine mwanzoni kipato chao kinakuwa kadogo na wanalazimika kuishi katika hali ndogo lakini huyu aliendelea kuvumilia na akamsaidia mume wake na akatimiza wakfu wake yeye alieleza tukio moja kwamba binti yake akaada kutoka shule sasa binti yake amekuwa daktari pia ni wakfu anatoa huduma katika hospitali anaitwa anila aliporudi kutoka shule begi yake ya shule ilikuwa imechanika huyu badala ya kumnunulia begi mpya marehemu akamwambia binti yake kwamba ngoja nikushonee na akashona begi yake kwa mkono wake marehemu alikuwa mwanamke wa kawaida sana mwenye kusali sala zote mwenye kukutana na watu kwa upole na mwenye kuwajali sana mwenye kufanya dua maombi mwenye kufanya subira mkarimu na mwenye hulka njema sana mwanzoni wabashiri walipoenda huku burkina faso pia wameniindikia kwamba tulipokuwa tunakwenda huko alikuwa anatutumikia sana tulikuwa peke yetu alikuwa anatujali sana kuhusu chakula na vitu vingine alikuwa na upendo sana na ukhalifa alikuwa musi katika familia ameacha mume na binti moja kuna ndugu yake moja dr mahmud atif saheb katika hospitali ya fazili umar rabwa na ndugu moja ni mbashiri hamid maksud atif saheb mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja kama nisemavyo nitasarisha jina yao baada الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر